Assalamu alaikum Dar es Salaam, assalamu alaikum Tanzania. Karibu sana ndani ya Chapesa Media tuweze kuzungumza mambo mbalimbali ya kimichezo na burudani. Kama bado haujasubscribe, fanya hivyo ili uwe wa kwanza kupata taarifa mbalimbali zinazokuwa zikihusiana na michezo na burudani. Nikupashe na nikujuze wewe uliyekuepo nje ya ardhi ya Tanzania. Sisi tunapatikana kwa kupitia media yetu ya Chapesa Media. Kama bado haujasubscribe, fanya hivyo ili uwe wa kwanza kupata zile taarifa mbalimbali zinazokuwa zikihusiana na michezo na burudani. Kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka pale tamati nitakapokuwa nikihitimisha mahojiano yangu haya. Sina mwingine, mimi niko na Mnandi JR, Mnandi Junior. Mnandi, uko poa ndugu yangu? Namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, anonijalia pumzi, niko salama kabisa. Heri kabisa. Heri la Ijumaa karimu. Ya. Pole ndugu yangu. Kawaida ndo mchezo. Ndo mchezo, sio msiba ule. Endapo ile nusu shari, sio shari kamili. Ile ni nusu shari. Shari kamili bado. Shari kamili inakuaje? Shari kamili tungekuwa tumepoteza alama zote tatu. Lakini tumepoteza alama mbili, maana yake ile ni nusu shari. Ile shari kamili bado. Bwana, tuanzie hapo bwana. Mchezo dhidi ya TRA. Wengi wanazungumza, lakini pia vile wanasema kwamba migogoro ambayo ipo ndani ya Simba ndiyo ambayo inawafanya sare hizi wanakwenda kuzitoa. Sale, ni wakumbushe tu kwa faida ya watazamaji. Sale alipata Young Africans dhidi ya Azam. Sare nyingine ikafuata Young Africans dhidi ya TRA. Sare ikafuata dhidi ya klabu ya soka ya Mtibwa Sukari. Nyinyi mmekwenda kutoa sare dhidi ya Azam FC. Sare nyingine ambayo ilifuata si ya mtu mwingine bali ni ya TRA. Kuna nini ukishacheza na Azam FC? Hamna, ni kawaida tu. Hakusema kwamba Azam ukicheza nayo basi ukitoka hapo unaenda kulimwaga sare. Kwani Azam tulicheza nao kwenye mzunguko wa kwanza walitufunga. Baada hapo mechi iliyofuata tukatoa sare. Sasa tulipata matokeo. Kwa hiyo imetokea tu kwamba TRA wameamua kuangalia madhaifu yao ambayo waliyafanya kwenye mchezo uliopita. Ambapo tulicheza nao pale Meja General kwenye gereza letu jipya, wakaona sio kweli. Tulipigwa chuma tatu. Tulipigwaje chuma tatu? Na Tobwedo kama kawaida yake alikimbia sana, mwisho wa siku akatoka mpaka nje ya pitch. Kwa mwisho wa pitch akasema sio kweli. Ngoja niangalie kile nilichokikosea pale, nije kukitimiza kwenye uwanja wa nyumbani ambao tumeshauzoea pale Sheikh Abedi Arusha. Na kweli jana wamepambana kwa jasho na damu. Kiukweli tu walikosa umakini, lakini jana TRA walikuwa wanaenda kutuhukumu. Wangekuwa makini kipindi cha kwanza walikuwa wameenda kutumaliza, lakini binafsi alikosa umakini. Ndio hivyo maana timu ndogo. Tumekuja kipindi cha pili, tumekuja na confidence kubwa, tuliumudu mchezo, lakini tulishindwa kuweka mpira nyavuni. Nini shida kwa upande wa Simba Sports Club? Shida mimi niseme tu kwamba hizi mechi ni ngumu. Mechi zinachezwa kimkakati. Lakini sasa Simba tunaonekana kwamba tulicheza kimkakati mechi zidi ya Singida, mechi zidi ya Nyuma Mwiko, lakini mwisho wa siku tulishindwa kucheza kwa mkakati mechi zidi ya Azam na hii ya TRA, kwa sababu ukiangalia jinsi tulivyoingia kwenye hizi mechi, yani kama vile tunacheza na timu ligi daraja la 4. Hatuchezi na timu ambayo tunajua iko NBC Premier League na timu ambayo inapambana kuhakikisha kuwa kwenye namba kubwa pale kwenye ligi kuu. Lakini binafsi tumeenda kucheza mechi kitoto, sababu angalia mechi tulivyocheza zidi ya Azam. Yani timu inacheza lakini haionyeshi kwamba ina push, inapata goli muda wote. Yani inacheza kwa kurelax, inasema tutapiga goli muda wote na dakika yote. Mpira utakiwa hivyo. Cheza kwa nidhamu, mheshimu mpinzani wako na mpushi muda wote ili uweze kupata matokeo. Tulifanya sababu moja tu Chamazi. Na wakati tuna wachezaji kwenye bench. Sawa, sababu hii moja tu ya Chama ambaye kaingia Mahema, tumemaliza. Wakati wachezaji wamebaki pale na hatukufanya sababu. Mwisho wa siku tukalimwaga pacha. Mwisho wa picha mechi ya TRA tena tumeenda kufanya sababu dakika ambaye tayari zimeshaenda, lakini kuna sababu ambaye kocha alienda kuifanya ambaye mimi naamini imeenda kuendelea kuizovesha timu baada ya kuiongezea nguvu kupata matokeo. Sababu ya Libase Goye kuingia Morris Abraham. Morris Abraham haikustahili. Morris alitakiwa kuingia, lakini sababu hakutakiwa kufanywa Libase. Lakini sababu kaenda kufanywa Libase. Sasa sijajua kwamba ni kitu gani mwalimu kilimuonyesha kwamba hapa nikimtoa Libase nikimuingiza Morris Abraham ataongeza kitu kwenye upande wake. Kumbe binafsi hakuona. Yani siku zote huwa anafanya sababu kwa umakini na zinaenda kumlipa, lakini sababu ya jana haikumlipa. Sababu ya jana haikumlipa. Ndio zile ameenda kuizofisha timu. Sababu jiulize, Chama amekuja kuingia dakika za jioni. Ino Jeruti amekuja kuingia dakika za jioni. Ndio mtu ambaye anaonekana sasa hivi anaimbwa sana. Kwa nini achezi? Kwa nini achezi? Kumbe ndani kuna mivutano. Matajiri kwa matajiri wanavutana. Sasa mivutano tena ndani ya Simba. Ya, kuna mivutano. Matajiri kwa matajiri wanavutana. Na mtu alompa kazi tajiri asimamie upande wake, sikatoka juzi kazungumza. Wote mnajua na mlikuwepo kwenye press. Sikazungumza kwamba mchezaji huyu kusajiliwa na fulani, mchezaji huyu kasajiliwa na kabineti ya Simba. Yeye tu kwenye sehemu ya mkataba wake ni sehemu ya kulipa gharama za usajili. Sasa akilipa gharama si ndio mchezaji wake? Au mimi nikikuleta wewe Chapesa Media, mimi ndio nimekuajiri Chapesa kwa sababu nimekufanyia kazi Chapesa. Kwa hiyo mtu anakataa, baadaye anakubali. Kwa hiyo mimi naamini ndani ya Simba watu wanatufishiana misuli. Na hiki ndio kinachoendelea ndani. Umemwona jana Elie Mpanzu kasafiri na timu, lakini uliambiwa ana changamoto gani kakosekana kwenye mchezo? Ulipewa taarifa? Mimi kama mwana Simba sijui mpaka leo hii kwa nini Elie Mpanzu michezo mingapi anaikosa.
Mchezo wa 3 Elie Mpanzu anaikosa. Toka tuone ameongeza mkataba. Elie Mpanzu kumuona tena kwenye pitch imekuwa changamoto. Sasa hatujui shida ni nini. Kama ana injury ama nini. Tutakuwa mwe wazi, mnatoka ili tu tunasema hela. Hela imefanyaje? Pesa hajalipwa hela. Sasa kama pesa hajalipwa kwani kamaliza mkataba? Si bado ana mkataba na Simba? Yeye alitaka aondoke free lakini uongozi ukampatia Elie Mpanzu mkataba na wakakubaliana kwamba pesa atawekewa kwenye akaunti. Sasa unawezaje kusaini mkataba kama hujaingiziwa pesa? Mimi siamini swala la kusema hajapewa pesa, mimi kwangu leo hapana. Ila naamini bado kuna changamoto za hapa na pale zipo. Kwa sababu hatujawahi kupewa taarifa kwamba Elie Mpanzu anaumwa ama la. Sababu viongozi lazima wawe wazi. Sawa, sisi hizi tunahitaji ubingwa. Mchezaji unamwona yuko kwenye chat na ndo anaongoza kwa assist kwenye klabu yetu. Leo anakosa michezo mitatu. Eti na hatujawahi kumuona kwenye ule mchezo wa mwisho zidi ya nini ya TRA. Nadhani ndio ulikuwa mchezo wake wa mwisho kumuona Elie Mpanzu. Lakini binafsi mpaka leo hatumuoni na hatujapewa taarifa yote na hakutoka kwenye mchezo ule tuseme katoka na injury. Kama alitoka na injury ndio tungepata taarifa kwamba mchezaji huyu ana changamoto hapa na pale. Tujamuona kama ilivyokuwa kwa Ino vile vile. Sawa? Kama ilivyokuwa kwa Ino toka mchezo dhidi ya Singida, baada ya pale tena Ino hatukumuona tena. Hatujui Ino ana shida gani. Umeona bwana, hatukupewa taarifa yoyote ya Ino. Mwisho wa siku tumemkosa michezo mitatu, mchezo wa 4 tena kakaa benchi, wa 5 ndio jana anaingia sabu dakika 15 za mwisho. Lakini bado mtu ambaye kashika nafasi ya tajiri kaja akazungumza kwamba mchezaji huyu hajaletwa na Jeruti baada ya kusikia kwamba mchezaji apangwi, inaonekana kwamba tayari watu wanapimiana misuli kwamba Jeruti akipangwa mchezaji wake atakuwa anaimba Jeruti. Ule sio mchezaji wa Jeruti. Yule ni mchezaji wa klabu ya Simba. Jeruti yeye ametekeleza yale matoka yao ya mkataba waliokubaliana kutusajilia mchezaji. Kwa hiyo sidhani wana shida gani kwamba sisi kama mashabiki tukisema kwamba Ino Jeruti. Labda wanasikiliza tunapotaja jina la Ino Jeruti. Sio kosa. Tunaendelea kumtukuza sponsor wetu ili mradi aendelee kuongeza nguvu afanye yale ambayo aliahidi kwa wakati. Ndio jambo la msingi, lakini nadhani kuna watu wanaona wivu na choyo kwamba tukimtaja Jeruti kama tunampa heshima kubwa ndani ya Simba. Hakuna kitu kama hicho. Kila mmoja ana play part yake. Na kila mbuzi anakula urefu wa kamba yake. Kila mbuzi anakula urefu wa kamba yake. Kwa hiyo mtu asione nongwa au asione donge kwamba ule mchezaji anaimbwa. Kwani Jeruti wakati anatoa magari alitoa gari kwa Ino tu. Si alitoa magari kwa wachezaji wote watano walokuja dirisha dogo. Mbona watu hawakujadili kwa nini katoa magari kwa wale wachezaji wengine? Angetoka ule mchezaji mmoja watu wangesema tayari anaweka makundi. Lakini bonus ametoa kwa wachezaji wale walokuja dirisha dogo, wote waliosajiliwa wapya. Ametoa gari kasoro Chama tu. Sawa? Na Kibabage, lakini katika wale wachezaji wapya. Sawa? Wale hawakupewa magari, lakini wale watano wote wamepewa magari ambao wameingia tu kwenye dirisha dogo kuja kuitumikia klabu ya Simba. Kawapa motisha. Sasa unaitakaje? Wametokea baadhi ya watu wanasema magari yale, magari gani yale? Used yale. Gari hata kama lingekuwa linauzwa 10,000, kutoa ni moyo. Kutoa sio utajiri. Sio, umeelewa? Unaweza ukaahidi kitu na usitimize. Sio, umeelewa kwa makini? Lakini yule kusidhani kama kwenye mkataba wake alisema kwamba anaweza kawa pawa gari wachezaji. Hakusema. Iko nje ya mkataba lakini katoa bonus. Lakini leo kuimbwa hakuna. Anaonekana mtu wa kawaida, lakini bado mtu anatoka anasema kwamba yule hajamleta Ino. Ile kauli iliniuma sana. Ile kauli kiongozi mkubwa unatoka unazungumza maneno kama yale, lakini unasema kwamba yeye alitoa pesa kwa ajili ya kukamilisha usajili wake, lakini yeye sio scout wa Ino. Kwa scout sio tija. Tija nani anamlipa? Alomlipa maana yake ndo alomleta. Sasa unakataa nini? Yaani nguruwe siri lakini mchuzi unazatika. Ule mchuzi wa nyama gani? Au ya simbilisi ule. Kwa hiyo binafsi kiongozi anaonekana kabisa ametoka kwa ajili ya kutetea upande mmoja. Hatetei maslahi mapana ya Simba. Pale walivyokuwa wanatuambia kwamba ndani kuna watu wana shida. Sawa? Kwa hiyo tunapata majibu kwamba wao wenyewe ndani wote wana shida. Yaani wasijifanye wanapepesa macho. Kuna wao wenyewe huyu mpya Jeruti. Nani? Toka kwa Jeruti hapo kuna shida. Viongozi. Nishakuelewa hapo. Sijui umeelewa. Jeruti hana shida ila wao wanahitaji kumpunguza kasi kwa sababu inaonekana kwamba anakuja kwa spidi. Tena spidi yenyewe SGR. Dakika 10 tuko Dodoma. Baada ya kutumia masaa 3 10 tu uko Dodoma. Sasa unaona huyu mtu huyu, inawezekana watu wakahamisha upepo, wakahamia huko. Kumbe hatuko hivyo. Sisi tupo kwa ajili ya Simba, hatupo kwa ajili ya mtu. Jeruti atakachokifanya anafanya kwa ajili ya maslahi ya klabu. Mo Dewji anachokifanya anafanya kwa ajili ya maslahi ya klabu. Sawa? Leo Betway pengine inawezekana sababu yeye hajatoa bonus yoyote ambayo sisi tunaweza kuisikia. Inawezekana naye akatoka akasema kwamba mimi nataka kutoa bonus ya kuwajengea nyumba wachezaji wote hapa Tanzania. Wakimaliza mikataba yao wasiondoke, wabaki hapa Tanzania. Sasa anaweza akafanya kama na malengo hayo. Kama huyu tu anatoka anaanza kumtunishia misuli kusema huyu mchezaji hajamleta yeye. Baadaye anasema hela usajili katoa yeye. Sasa umekataa nini na umekubali nini? Eti umekataa nini na umekubali nini? Tungekuwa sisi sasa. Taarifa kwa umma siku ile 5. Kauli zile tungeongea sisi. Mashabiki wa Simba. Sisi hapa. Tungeambiwa tumeshakosea, tumeenda kinyume cha utaratibu wa klabu yetu, taarifa kwa umma 5 zingetoka. Watafutwe na jeshi la polisi. Mimi nakwambia, kauli alizoongea kiongozi mkubwa wa bodi, tungeongea sisi. Ungesikia taarifa kwa umma hao wakamatwe. Sawa?
wapelekwe sehemu ili wakajajiwe kwa nini wamezungumza hayo wameongea, lakini kwa sababu kaongea yeye kuko kimya, hakuzungumzi chochote. Sawa, kuko kimya, hakuzungumzi chochote. Mbona unaingia kwenye kamba sio ya kwako? Lakini ninachokiamini mimi, Jeruti hajaenda kula urefu wa kamba ya mtu, ameenda kula urefu wa kamba yake, sababu umeingia wenyewe mikataba kwamba atujengee uwanja, atatununulia mchezaji. Ni bonus hizo ambazo yeye basi ni bonus ambazo atavifanya kwenye mkataba wake. Leo ameanza kufanya, mmeanza kutoka, mnapiga miruzi. Haya miruzi mnampigia nani? Sababu miruzi mingi huwa inampoteza mbwa. Sasa wao wanataka kumpoteza Simba sasa. Baada ya kuingia msituni, Simba atembee barabarani agongwe na gari. Sasa hiyo miruzi zinaenda kumpoteza Simba, asipite kwenye msitu, apite barabarani ili agongwe na gari. Kwa sababu sio sehemu yake, sehemu yake ni msituni. Ndio hiki kinachoendelea. Kwa hiyo binafsi hii miruzi inayoendelea inawezekana tukaja kukosa ubingwa, na tukikosa ubingwa sasa tutajua mchawi wetu ni nani. Mchawi nani? Kama tutakosa ubingwa msimu huu. Habari tunaambiwa siku na maduka. Sijui watu wanasema humu wana nini wao? Wanasema wana nani? Wana jasusi wao. Sisi jasusi tutamjua muda mfupi ujao. Abesi atatufanya tukose ubingwa. Yeye Magoli si ashai kusema kwamba wakati Simba ikifungwa kuna watu wanafanyaje? Wanachekelea. Mpaka akasema kwamba kuna watu wana matatizo ya afya ya akili na viongozi wenzake ndani ya Simba. Sasa tukikosa ubingwa msimu huu tutajua nani mwenye matatizo ya afya ya akili, nani jasusi, tutajua msimu huu. Sababu mpaka sasa hivi unaona Jonathan Soa muda wote na wakati wote hayupo tena Simba Sports. Nimesikia kashapeleka taarifa, kashapeleka barua yake kwamba ya kuvunja mkataba. Na ukimwona Nicky Jeyala na post, uje hicho kitu ni official. Hajawahi kukosea yani. Yaani yule habari za romance hana. Yaani ukiona anakipost kitu, maana yake ni official hicho. Kwa hiyo muda wote na wakati wote taarifa kwa umma itatoka kwamba Jonathan Soa asante kwa kushiriki. Si hasara hiyo. Kasajiliwa kwa mbwembwe, kachana mpaka picha ya baba, lakini mwisho wa siku huyo anaondoka. Je, Mkwala angeuzwa? Kama huyu angejulikana kwamba tutaweza kuwa naye mpaka mwisho wa msimu, Mkwala singebaki anasaidia Simba. Tunabaki na steka mmoja wa ndani, steka wa kigeni hatuna. Wakati timu inashandania ubingwa. Tushakosa kimataifa, tushabaki hapa nyumbani. Sasa binafsi na hapa tukose. Tunaenda kuzungumzia wapi? Na timu la nyuma mwiko limeoza hii. Maana sio limekufa, limeoza. Kumetoka kwenye alama 5. Tumekuja mpaka kwenye alama 3. Imekuja alama 1, zikaondoka. Sawa, zikarudi tena 3. Wewe umenielewa? Zikaja tena 5 zikaondoka. Sawa, zikarudi alama 3, alama 1. Leo zimerudi tena alama 5. Sasa si mchezo wa kuigiza. Si kama tunacheza filamu. 8 bila kucheza mechi. Najua ni 8, napiga hesabu ya kipolo yani. Na maana kama tukipoteza kile kipolo ndo napiga hesabu ya alama 8. Lakini mpaka sasa target yangu inanisomesha alama 5. Hizo alama 5, alama 8 kwa sababu tayari wametuzidi michezo. Lakini tukiwa sawa maana yake ni alama 5. Lakini tukipoteza ndo zitakuwa hizo 8. Lakini hizo 8 sizipigi hesabu. Kwa hiyo maana yake hii ni filamu inaendelea. Sasa hii filamu itakuwa mwisho wake wapi? Haujaona mashabiki walivyomuita Ahmed Ally pale jana. Ahmed njoo, lakini kukuona kwamba yule ni msemaji mkalimu, alotutuko. Sidhani kama kuna kiongozi mwingine angeitwa vile angekuja. Kwa mechi ya jana jinsi ilivyokuwa. Sidhani kama mshabiki anakuita kiongozi unaweza ukaje. Kwa sababu huwezi jua wananiitia nini. Naweza ukafika pale watu wakakulamba makofi. Wewe angesogea, lakini Ahmed Ally kafikiria mimi ni mtu wao na nipo nao muda wote. Kaona mimi sina shida na kasogea. Na jamaa alikuwa anawaka kweli kwenye kipaza sauti, lakini kasogea na anampa yale ya kwake ya moyoni ya kuyafikisha ndani kwenye management, kupeleka kwa wachezaji. Ujumbe ufikishe msemaji, na msemaji akawaelewa na akawaambia basi mjitahidi Jumapili tukutane tena hapa. Wakamwambia mapema tu, sisi tuko hapa uwanjani. Utapata msemaji gani kama yule? Anaweza kuwa na moyo mgumu kama jiwe. Maana yule ana moyo mgumu kweli. Timu ishatoa sare na watu washatoa viingilio vao vikubwa, afu matokeo hawajapata. Mechi 2 mfululizo sare. Wao wanakuelewa. Lakini wanacheka na wewe baada ya kuwa na jazba, wana tempo inapungua, lakini wanacheka na wewe. Kwa hiyo nadhani ni msemaji ambaye ametukuka na anaendelea kupewa nguvu ndani ya Simba, anaendelea kupewa baraka ndani ya Simba, endelee kuwa na Simba yetu. Lakini naamini binafsi hiyo misuli ambayo mnatunishiana ndani, hiyo nyenye ndio inaifanya Simba msimu huu iende kakosa tena ubingwa mara 5. Lakini hatutokubali. Tukiona tumekosa ubingwa tu, basi mtajua sisi tutapita na nani. Watu sio wanasoma alobadili. Sawa, wale wanaohukumu Simba hili wahukumiwe. Sasa sisi hatusome alobadili. Sisi tukusubiri tu, tumekosa ubingwa, tunajua sisi tukamate mtu wetu, wewe ndio unatufelisha. Hakuna cha jasusi wala nani. Wewe ndio unatufanya sisi tukose ubingwa mara 5. Timu ina kila kitu na siwezi kumtaja leo. Ila tukishakosa ubingwa msimu huu. Yaani ukiona ubingwa tumeukosa, sisi ndio tutajili na wewe mtu wetu. Tushamjua, tushamtia kwenye kabati, tumemficha. Tunasubiri sasa tukose ubingwa. Nani huyu ambaye yuko upande wenu? Huyu ambaye anasemekana kuna jasusi sisi anatoa taarifa. Sisi tayari tushamjua. Sisi wenyewe wana Simba tayari tushamjua. Tumemweka kwenye 18. Tunasubiri sasa ubingwa tuukose. Kwani nini kinaifelisha Simba? Kutokuwa pamoja ndani. Hicho ndio kinasababisha sisi kutufelisha. Kwa sababu angalia timu ambayo unaiona kabisa hii iko zofu hali. Ishaporomoka kutoka kwenye alama 5 mpaka 1. Na wewe tena unaenda unarudi tena. Zile 5 zinarudi pale pale. Kwa timu hii iko zofu hali. Kwenye ile mipango yao kuna baadhi ya timu msimu zimeanza kugoma. Maana ndio mwanya sisi kufanyaje? Kwenda kuwa mabingwa. Sasa mwanya huu tukishindwa kuutumia, tunataka tutumie mwanya gani?
Sisi tushindane na huyu mwenye hela ya mboga? Yaani awe na mipango mikubwa nje kuliko sisi. Inawezekana? Kwa Simba hii ambaye inaheshimika bara la Afrika, tushindwe kuheshimika kwenye ardhi yetu ya Tanzania. Hicho kitu kwa msimu sisi hatutokubali. Kama wale walisema kwamba Simba akaendelea kuchukua ubingwa hapa wataenda kwa mama, sisi hatuendi kwa mama, hatuendi kwa bibi, kwa mjomba wala kwa shangazi. Tutamalizana wenyewe. Sisi hatuendi kokote, tutamalizana wenyewe. Tushamjua ambaye adui yetu mpaka sasa hivi tushamjua. Hakuna cha vitisho, tunasema ukweli. Hatuwezi kukubali kuumia kirahisi rahisi. Sisi tushamjua mtu wetu, msimu ukiona umeisha tumekosa ubingwa bwana wewe tuache. Yaani hakuna namna, wewe tuache. Kaangalia maisha sehemu nyingine, tuache kwenye timu yetu. Kwa hiyo tushamjua adui yetu, tunasubiri muda tu. Sasa waendelee kutunishiana misuli, waendelee kugombania ulaji ndani ya Simba, afu sisi tukose ubingwa. Watajua kwamba sisi ni watu wa namna gani. Kumbe mashabiki wa Simba mnaumia hivi? Kwani nani anaojua kama haumii? Kuna wazee wanaona wanaenda uwanjani pale mpaka wanalia. Mzee wa miaka karibia 60 70 analia pale, ana wajukuu zake nyumbani. Huoni kwamba ile ni uzalilishaji mpaka anafikia kulia? Watu wanaumia, ila sisi wengine hatuwezi kulia kutokana na maumivu yetu. Yana utofauti na watu wengine. Tuna ule uvumilivu kwenye mioyo. Kwa hiyo tukifungwa tunasema ni matokeo ya mchezo. Lakini tunajua kwamba hapa sio matokeo ya mchezo tu. Kuna michezo nje ya mpira inachezwa. Kwa sababu nyuma mwiko walipomaliza mechi yao dhidi ya Pamba Alikamwe kaposti. Anakuambia tushamaliza mechi yetu, akili yetu yote na mawazo yetu yanahamia wapi? Arusha. Wamefanikiwa hawajafanikiwa? Wote kuniambia tu alikuwa maneno tu ya kawaida. Na amesema kuna mlio mmoja bado hawajausikia. Wanautaka wao ulia, lakini mlio wanaotaka wao hautosikika kwa sababu huyu ambaye anawapa wao zile za ndani, ambaye anachukua siji nyeti za watu. Sisi tutamjua, tutamkamata tu. Hatutomwacha salama kwa sababu tumeshaamua msimu huu tunahitaji ubingwa. Hatuhitaji kitu kingine. Kwa hiyo watu wakitaka kugombana, ni mlio gani ambao bado hujasikia? Hakuna mlio, mlio utakuwa wa kwake ndio lobaki. Mlio wanaotaka yeye utakuwa wa kwake na atalia kwa sababu msimu huu binafsi sisi hatutaki kucheka na mtu. Ndio maana nimekwambia ukiona tumekosa ubingwa, sisi ndio tutaenda kudili na huyo mtu. Anasema tayari mingine ashaanza kuisikia. Viongozi wanatuhujumu. Kazungumza Dr. Mo. Ndani ya Simba kuna mpasuko, anazungumza Dr. Mo. Simba wakae kwa pamoja JB64. Mke wa Simba yule anasema Simba Sports unajua bado ile spirit hakuna na ameomba kabisa. Kama Yanga atafanikiwa kutoa ubingwa yeye asimame. Engineer mbebe ampakie kwenye lile gari kama Mchome. Amie tu kama kaona huko pazuri, amie tu. Lakini kwa mimi mwana Simba mwenye uweledi niliotukuka, siwezi kufikia huko kusema kwamba mpaka sasa hivi nikate tamaa kwamba ubingwa haupo. Ubingwa bado upo, lakini na sisi wana Simba, hasa wanachama, mshabiki jukumu lake alishalitimiza. La mchezaji wa 12 kwenda uwanjani. Sana unaama tu. Sawa, kwenda uwanjani na kwenda kuisupport timu. Uwanja si ulijaa jana? Au uliona ulikuwa na mapengo? Ile sehemu ulizoona nyeupe maana yake hakuna majukwaa. Lakini kungekuwa na majukwaa kunaruhusiwa watu wangeingia na wangelevo eneo lote. Kwa hiyo uwanja jana ulijaa, lakini kikubwa tulikosa alama 3. Kwa hiyo mashabiki wametimiza jukumu lao la mchezaji wa 12. Lakini sisi kama wanachama, sawa, na viongozi wetu wa wilaya pamoja na mikoa, naamini majukumu yetu hayajatimia 100%. Tusitegemee kule juu tu. Kule juu peke yake patatuangusha kwa sababu tayari wanagombania ulaji. Kule juu tunapopaona sisi panafaa. Tayari saizi washaona kwamba Simba anataka kuania ubingwa. Wao tayari saizi wanatengeneza chokochoko sasa wanagombania ulaji. Baada ya kugombania tubebe ubingwa, wao wanagombania ulaji. Uwezi ukatoka ukaanza kusema hiki, ukasema kile. Muda huu wa kuania ubingwa unaanza kusema vitu kama hivyo. Maana wao wanagombania ulaji wao. Sasa wakati wao wanagombania ulaji, sisi tugombanie ubingwa. Tupambane sisi kama sisi kuisaidia timu yetu tugombanie ubingwa. Jana tusingeshindwa kufunga hata goli moja. On target 4 hata mpira mmoja usiingie nyavuni. Kwa sababu tunajua jinsi ya kupambana. Namna gani hapo? Nisikilize, ukishakuwa mwanachama, maana yake ushakubali kabisa kwamba hutolala na nguo hata moja. Usicheke, ukishakuwa mwanachama maana yake umekubali kinamna yoyote. Mimi Simba nitaibeba mabegani, nihakikishe kwamba Simba na support iweze kupata matokeo. Kwa hiyo kama umekubali kuwa mwanachama, hakikisha kwa muda huu kwenye mechi zilizobaki, iwe mvua, iwe jua, tuhakikishe kwamba tunaipambania timu yetu ipate matokeo. Hicho ndio kitu cha msingi. Lakini na wewe sio kama mshabiki wa kawaida tu, umekata tiketi yako, unaenda uwanjani kuisupport timu. Uhakikishe unaisaidia timu kinaga ubaga kwa sababu wenzetu wana nguvu kubwa sana nje ya uwanja kuliko ndani. Na ndio kinachosababisha kila siku hao wanachukua ubingwa. Sisi tunabaki, sisi tunapiga miruzi tu kwa viongozi fulani aondoke, fulani aondoke. Kumbe kuna sehemu nje sisi tunashindwa kuitimiza. Tukiitimiza hiyo na uhakika ubingwa mapema sana asubuhi. Hawana timu hawa kutusumbua msimu huu. Timu hawana, na zile timu ambazo wamezinunua timu nyingine zishaanza kugoma kwa sababu unajua inaweza kashuka daraja na asisaidiwe. Amewaomba bodi ya ligi pamoja na viongozi wake watakapotoka kwenye muungano wakirudi msikwepe, wako tayari kucheza na nyie, na anatamba kabisa msemaji wao anasema ya kwamba wanapokuaga katika ardhi ya ugenini dhidi ya mtani wao ndo wanafanyaga vizuri. Kama mnakumbuka 5-1, kama mnakumbuka 2-1. Kwani msimu uliopita swali tupiga home and away? Au ile ya home ilikuwa sio yao. Na ile ya away zote. Sio, wanasema kwamba anafanyaga vizuri away. Ya home tuliwafunga au tulipata sare. Kwa hiyo hayo ni maneno tu.
ya kujifariji, lakini swala la nyuma mwiko kumfunga Simba msimu huu asahau. Aache tu ile ngao ya jamii imepita, kwa sababu bado watu walikuwa hawajakaa sawa sawa, lakini Simba hii yakina Libase, yakina Ino, sawa? Yakina Oura Mkuria, hii Simba sio ya kufungwa na nyuma mwiko. Sawa? Ya, yule ni Mkuria. Yule ndo atakuwa kupewa uraia. Eti mtu anajitokeza pale Mwanza anasema eti yeye mjomba wake. Akati kaja juzi tu hapa. Kapata mjomba lini hapa? Au mtu anajipendekeza kutaka na yeye aonekane kwenye mitandao eti mimi mjomba wa Damalo. Katokea yule mama, wewe mimi nimesoma na Magoli namjua vizuri. Sijui na nini. Watu wanatafuta kiki kwenye mitandao. Mimi eti shangazi yake. Wewe mjomba yule shangazi. Na maana familia yake yote ziko hapa hapa. Kama wewe mjomba wa shangazi, familia yake yote ziko hapa. Bado tu wasemekane baba yake ndio tutamuona. Inawezekana baba yake akawa Arusha. Kama mjomba na shangazi wako Mwanza, baba yake inawezekana akawa yuko Arusha. Na mama yake pia anaweza akawa yuko Arusha. Kwa sababu inaonekana upande wa baba wote wapo. Sawa? Mjomba shangazi yupo. Si ndio? Maana yake baba ndio kabaki hapa. Baba ndio kabaki. Kwa hiyo baba muda wote tutamuona. Kama mjomba yupo, shangazi yupo, baba atakosekana hapa. Kama wale wazazi wa pembeni pande mbili yupo, mjomba upande huo yupo na shangazi upande huo kwa baba yupo. Si baada baba tu na mama yake tutawajua, tutasikia tu baba yuko Arusha, mama yuko Songea. Ndio kilichobaki. Lakini mimi ninachokiamini binafsi, wana Simba, mimi ndo kauli yangu. Hii miruzi ambayo inaendelea kule ya kutunishiana misuli, ile tuachane nayo. Tupambane kuisupport timu yetu msimu huu. Kina namna yoyote. Tukishachukua ubingwa, yule adui yetu sasa tunaenda kumnyofoa pale msimu huu. Yaani ukiisha, yaani lazima tuache ndani ya Simba. Hatuwezi kukubali kuteseka. Shukrani sana. Asante sana.